changamoto mbalimbali ikiwemo changamoto za kupata uchaguzi, masuala ya demokrasia katika taifa letu. Chama ambacho chenyewe kimechagua kutokukata tamaa, kimechagua kuwa mstari wa mbele katika kuleta mageuzi ya siasa zetu na demokrasia kwa ujumla katika nchi yetu. Mmeona tumeendelea kufanya makongamano nchi nzima ya kuelimisha nini tunataka, matokeo gani tunayataka na mambo gani tumeendelea kuyasukuma na kuhakikisha kwamba demokrasia inaendelea kutawala katika taifa letu, inaboreshwa. Tumeita operesheni Linda Demokrasia. Sisi kama taasisi kwanza tumeendelea kupata sauti kuongelea changamoto, madhila yaliyopatikana kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, uonevu ulioendelea, kupokwa kwa uchaguzi wa serikali za mitaa. Tumeendelea kulisemea hilo. Tumeendelea kukumbusha utawala na kuambia kwamba ni lazima tufanye maboresho ya mifumo yetu ya demokrasia, tupate chaguzi huru, haki na zinazoaminika. Lakini tumeendelea kuongea na wawakilishi balozi mbalimbali, taasisi zisizo za kiserikali ambao wapo kwenye masuala ya kidemokrasia, kujua namna gani bora tunaliendea swala hili, ikiwemo na mawazo yetu. Tumeendelea kutoa ripoti ya chaguzi za 2020, changamoto zilizotokea, athari, vifo, wizi kwenye taasisi hizo na sehemu nyingine zote duniani. Lakini tumeendelea kuwa sehemu ya kituo cha demokrasia nchini ambacho chenyewe kazi kubwa kinaamini kwenye masuala ya majadiliano, kujadili mezani mambo gani yafanyike kuboresha demokrasia yetu. Sisi tunaamini ni bora tuanze kuongea sasa kuliko kusubiri mambo yaende kuharibika. Lakini jingine, tumeendelea kufanya maandalizi kwamba iwapo tutashiriki uchaguzi, tutakwenda kushiriki kwa nguvu kubwa, watu wetu watakuwa tayari, tutakuwa na wagombea wa kutosha na yale yote muhimu ambayo yanatakiwa kwenye uchaguzi mkuu, ikiwemo kutoa mafunzo kama haya. Swala la kushiriki ama kutokushiriki uchaguzi, tumeachiwa kamati ya uongozi kutoa tamko hilo baada ya kufanya tathmini kutokana na haya mengine yote ambayo tumewekea mkazo.